ni wananchi wa mtaa wa Msufini manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wakiandamana kutaka dimbwi la maji linalodaiwa kuwa hatari kwa watoto lifukiwe au kuwekewa uzio. Hatua hiyo imekuja baada ya mtoto Raymond mwenye mwaka 1 na miezi 7 kufariki dunia baada ya kutumbukia kwenye dimbwi hilo, wakisema hili ni tukio la 4 huku watoto wengine 2 wakidaiwa kuwahi kutumbukia na kunusurika. Kufukiwa. Kama mnataka amani kifukiwe tu. No discussion. Kifukiwe. Kwa tukio zima la leo kikweli sisi wenyewe wananchi limetutisha sana. Kwa sababu huyu mtoto sio wa kwanza wala sio wa pili. Ni matukio matatu. Alafu manusura ni wengi. Kwa hiyo ni sisi kama wananchi kikweli, yani kwa tukio ambalo tukutana limejirudia tena, kwa tukio ambalo jana amemtoa tena huyu mtoto ambaye tumemzika leo, kikweli wananchi walipatwa na hasira sana. Kwa hiyo akaamua maamuzi kwamba kisima kifukiwe kwa sababu kinaleta madhara sana mtaani na watoto wengi wamepotea ndani ya kile kisima. Alikuwa ni majira ya kuelekea saa 11 kama sikosei. Ndipo ile tukio la kukutwa mtoto akiwa amedondokea kwenye kisima. Kuna watu walifanyaje? Walimkuta yule mtoto akiwa kwenye hicho kisima. Lakini walifanya jitihada za kumuokoa. Walimuokoa lakini akiwa ameshapoteza maisha. Lakini sasa kilichosababisha mpaka sasa hivi kulalamika kwa wananchi kiasi hichi, kwa sababu hicho kisima kimekuwa na mwendelezo mkubwa wa kudumbukiza watoto mule. Huyo mtoto ni wa 4, miaka tofauti. 2 wamekufa, 2 wameokolewa. Lakini sasa inaonekana kuna mvutano. Mmiliki wa eneo hilo ambao mwenye kisima inaonekana kwamba hayuko tayari kufanyaje kufikia, na wananchi wanahitaji kile kisima kifikiriwe. Kwa hiyo ndio kama mpaka sasa hivi unaona polisi wamekuja hapa baada kwa wananchi wamechachamaa kwa nataka kufikia yule mama mwenye muhusika pale anagoma. Kwa hiyo kamshirikiza kumwambia bana hapa kutatokea taharuki. Kwa hiyo ndio kaenda kuchukua polisi wamekuja, na ndio mjadala huo unaoendelea mpaka dakika hii. Lengo la wananchi kabisa, kwa kuwa kinachoonekana sasa imekuwa kama familia 3 zimepotea hapa. Solution ya wananchi ili wangejiridhisha ile swala ili kile hicho kisima kingefikiliwa. Ndio ilikuwa wazo tu. Yaani maoni ya wananchi na mapendekezo, lakini kikiwa tofauti na hivyo, lakini hawataondoka na kuwamelizika. Hawataridhika kwa kweli. Kwa sababu umepotea familia 3 hapo tayari. Huoni kwamba roho za watu zinapotea tu, hakuna msaada wowote. Mmiliki wa dimbwi hilo amesema tukio hilo limetokea kwa bahati mbaya, akieleza kuwa dimbwi hilo hutumika kwa shughuli za umwagiliaji na ufugaji wa samaki. Mimi nasema ni bahati mbaya, na mimi nakiri kusema kwamba yule mtoto huenda wakati mwingine alikuwa anamtafuta mama yake, kwa sababu yule mama yake na yeye anajihusisha na mboga, kwa sababu ni kadogo sana. Kamitoka mtaa wa 3 mpaka kamikuja huko. Alafu ikawa baya wa bahati, jua lilikuwa limeshakuwa kali. Wanaenda mwagilizia mboga wote wamekwenda kupumzika. Mwenyekiti wa mtaa wa Msufini Hamza Omari amesema dimbwi hilo limekuwa likihusishwa na matukio ya watoto kutumbukia, huku mkuu wa jeshi la polisi wilaya ya Mpanda Samson Mwambungu akimtaka mmiliki kulifukia au kuliwekea uzio ili kuzuia tukio lingine. Mimi yalikuwa majira kama ya saa 8 hivi, kuna raia mwema aliyokuja nyumbani kwamba kuna mtoto amefia kwenye dimbwi la maji. Ukweli nilipofika pale kweli nikakuta yule mtoto kweli ameshamtoa kwenye maji, wanampepea. Lakini tulichukua jitihada kama mtu alianguka kwenye maji, kweli hata kubinya tuone maji kutoka, lakini hatukuona dalili kama hizo. Tuliona tu povu latoka puani. Shimo hilo kwa kweli limeleta madhara kama 4. Kuna mtoto aliwahi kufariki pale, kwa mtoto wa Bwana Chele. Kuna mtoto wa pili naye aliwahi kuangukia pale akanusurika. Kuna mtoto wa 3 tena aliangukia pale akanusurika. Mtoto wa 4 ndio huyu mpaka sasa wananchi wamefikia kutaharuki kusema kwamba bora shimo hilo liweze walifukie. Mtoto wa mwaka 1 na miezi 7 bado mdogo, anahitaji uangalizi kila anapokwenda, na angalio yuko wapi. Hata kama mama unapika ndani, unapika huku unachungulia mtoto yuko wapi. Kwa ajili ya usalama wa eneo hili lazima watengeneze pale. Kama watafukia watajua wao, kama wataweka fence watajua wao, kwa ajili ya kuimarisha usalama wa eneo lile pale. Mimi ni Swau Mkatambo.